tunaingia kwenye ulimwengu huu wa teknolojia na hatuna njia ya kukimbia, hatuwezi kujificha kuacha kuingia. Jificha ni sawa, itakuwa kwa muda mfupi, lakini baadaye utakuja kuona hasara yake. Lakini nashukuru mmelipokea kwa moyo na mmeanza kuona sasa ni nini kilichoko mbele yetu na kitakuwa na manufaa gani. Actually hii application itatusaidia sana katika utendaji wetu, kwa sababu itatusaidia kuwa more efficient, kwa maana kwamba vitu vinafanyika kirahisi. Report pale unaza retrieve, katibu mkuu akizitaka anabonyeza anapata, ukitaka za sharikani unabonyeza unapata. Hakuna haja ya kukimbizana na kugombana na makatibu wa jimbo na pia watunza hazina wa usharika, kwa sababu kila kitu kinapatikana kirahisi na kinakuwa process. Kwa hiyo nafikiri tujenge moyo wa kuendelea kuipokea kwa furaha na tukubali katika maisha kila kitu kina mwanzo wa kujifunza. Hata wale wanaojifunza magari, kuendesha gari, na mwanzo mgumu pale kujifunza, lakini ukishakamilisha you feel comfortable na unaona umuhimu wa hiyo. Na likewise hili tunapata changamoto za uelewa hapa mwanzoni, lakini tukishakuja kuelewa utakuta inakuwa sehemu ya maisha yetu, hatuwezi kufanya tena bila kuwepo. Nimefurahi kwamba linatusaidia kurefine hata uelewa wa mpango mkakati. Sasa hivi tunaanza kuona umuhimu wa plan, tunaanza kuona objectives, tunaona targets. Ni jambo ambalo litatusaidia sasa hata kuendelea kuelewa ile elimu ya mpango mkakati. Jambo lingine ambalo nafikiri ni muhimu na swali liliulizwa na mtunza hazina kwamba tutajuaje mtu akibadilisha entry kwenye report. Tukishakuwa na jambo kubwa kama hili, ni lazima litengenezewe sera. Kwa hiyo institutions zote zinazo implement mambo ya IT mpaka serikalini wana sera ya ICT. Na tutakwenda huko mbele, serikalini sasa wana regulator kama alivyo NACTE na TCU na PPRI, wana regulator wa ICT. Hivi vitu sasa, kwa sababu ni field inakuwa, inatakiwa iwe na usimamizi na iwe na sera ili watu waweze kufuata sera. Kwa hiyo katika level ya diocese hapa mbeleni tutaanza sasa kutengeneza ICT policy ambayo itatulinda na kuguide matumizi ya ICT isitumike vibaya. Kwa sababu tukiachia hivi watu wanaweza kubadilisha ripoti, wakabadilisha figures. Kule sharikani leo kapata washarika wako 600, kesho wakaleta 400, kesho kutoka. Kwa hiyo kutakuwa na miongozo ya kusaidia hii ICT iweze kuwa na maana. Kwa hiyo next level nafikiri tutatafuta wataalamu watusaidie kudevelop sasa ICT policy. Lakini hiyo policy itakuwa na maana tukishaielewa haya mambo na kuona changamoto zinatokea wapi, manake sera inasaidia kurefine yale maeneo ambayo yanaleta changamoto. Mwisho ni washukuru, niseme kwamba nilipopita kwa hawa wenzetu wa watunza hazina wa majimbo na sharika, niliona walifurahia sana, naona appetite kubwa ya hii application. I think it's a good thing. I have no doubt about it. Na wale waliotembelea Mwanza, Esther na mchungaji Makundi waliporudi na Victor, yani pale ofisini walisema tungetaka kesho hii application ije hapa. It will take us to another level ya development in terms of management. Na hatutaishia kwenye hii tu, ziko application nyingi ambazo zitaweza kusaidia mambo mengi sana. Na hii itatusaidia hata wewe mwenyewe kujitathmini, am I performing effectively, kwa sababu unaona ni vitu gani viko pending, ni vitu gani vimemalizika. Itapunguza ugomvi pia, kwamba sasa Victor, hivi mbona havijakamilika, lakini huwezi kuvitungia tena hadithi kwa sababu vinaonekana havijakamilika. In other words, itatusaidia kwenye performance management.
Kwanza wewe as an individual, lakini as an institution, as a corporate, tutaona pia utendaji ukoje. Lakini hiyo ni secondary. Kikubwa ni ile efficiency ya kufanya vitu. Tunaona sasa hata taarifa zetu za kwenda halmashauri kuu ni consolidation ya individual departments, taarifa za individual departments. It's very easy to consolidate now. Hata ukirudishiwa usahishe, you go to your portal, unasahisha alafu una consolidate. Sana sana tutapitia sasa kuona masuala ya relevance na accuracy, kama ni kitu sahihi kuripoti kule au hiki kisubiri au turipoti hakijakamilika. Lakini hata entirely tajafika mahali ambapo tunaona sasa budget zinajitokeza. Hata wakati wa budgeting inakuwa rahisi, hata wakati wa kupitia unataka kujua budget yako umetumiaje, una press a button inakuambia kiasi ambacho umetumia kwa activities zako kwa kota hii, balance iko kiasi gani. Kwa hiyo inakupa eneo nzuri, upana mzuri sana wa kufanya plan. Bwana Yesu asifiwe sana. Asanteni sana.